your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes bwana, mambo vipi? Na tumani tutakuwa buheri wa afya njema. Hata mimi pia niko vizuri kweli kweli. Kwenye mitandao ya kijamii kuna taarifa na mjadala mkubwa ambao unaendelea ukimhusisha Hassan Mwakinyo. Mjadala ambao unasemekana watu wa karibu ambao walikuwa wanamsaidia Hassan Mwakinyo, hasa makocha na watu wengine muhimu, wanazidi kutoka kwenye kambi yake na kuelekea Mafia Boxing Promotion. Sasa mjadala umekuwa mkubwa sana. Watu wanajiuliza kwamba kwenye kambi ya Hassan Mwakinyo kuna kipi hasa cha ziada ambacho kinawafanya watu wake wengi wa karibu ambao tulikuwa tunaamini ndio wanaomsaidia Hassan Mwakinyo kutoka kwenye kambi ile na kuelekea kwenye upande wa pili. Lakini pia kuna baadhi ya watu hawapo Mafia Boxing Promotion, lakini pia kwa Hassan Mwakinyo nako wametoka, haijulikani wako wapi. Kwa hiyo mjadala mkubwa kwenye mtandao wa kijamii ambao nimeuona wanazungumza ni kuna nini kwenye kambi ya bondia Hassan Mwakinyo. Yes, hivi karibuni inasemekana ambaye alimpa mafanikio ya ushindi wa siku za usoni baada ya Hassan Mwakinyo kukaa kwa muda mrefu nje ya ulingo, na mzungumzia kocha Kanda Kabongo, naye inasemekana ametoka kwenye kambi ya Hassan Mwakinyo, ameweza kujiunga na kambi ya Mafia Boxing Promotion. Sasa tunaendelea kuchunguza na kutafuta kujua ukweli wa hiki kitu ambacho kinazungumzika na tuweze kuamini kwamba ni kweli yule kocha ametoka au la. Lakini taarifa ambayo inazunguka katika mitandao ya kijamii na mjadala mkubwa ambao watu wanajadili kutoka kwenye swali la kichokozi ambalo mdau waweza kuliuliza kwenye Kijiwe cha Ndondi TZ pale Instagram, na mjadala umekuwa mkubwa sana, watu wakiendelea kutoa maoni yao mbalimbali. Wengine wanasema wanatoka kwa sababu Hassan Mwakinyo huenda ana misimamo yake mikali na kutaka watu waweze kufuata sheria zake. Kwa wale ambao walikuwa wako karibu na Hassan Mwakinyo wanashindwa kufuata sheria za Hassan Mwakinyo, ndio wanaamua waondoke. Lakini pia wengine wanasema kwamba hasa kwa watu wa karibu, hususan makocha na mabondia, huenda wananunuliwa na pesa nyingi kutoka kwa Mafia Boxing Promotion kwa ajili ya kuleta tuchuki na kumfanya Hassan Mwakinyo kambi yake kuwa dhaifu. Lakini pia wengine wanasema kwamba licha ya yote kuweza kuendelea, lakini Hassan Mwakinyo, jeshi la mtu mmoja haliwezi kuyumbishwa na kitu chochote. Sasa nikupeleke kwenye huu mjadala tuweze kuangalia kile ambacho wadau waliweza kuzungumza mambo mbalimbali, lakini pia wewe baadaye ukipata nafasi utakuja kutuambia hapa kwenye upande wa comment kwamba unadhani ni kile ambacho kinazungumzika ni kweli, na kama kweli unadhani nini ambacho kinafanya hili jambo liweze kutokea. Ukweli na ubayana kabisa wa hii hoja utakuja kuipata kupitia maoni mbalimbali pale Kijiwe cha Ndondi, na mimi nakusogezea hapa kama ambavyo wengi waliweza kucomment na kuzungumza kile ambacho wanakifahamu. Kwenye Kijiwe cha Ndondi Tanzania pale Instagram waliweza kuchapisha ujumbe wa mdau ambao aliweza kuandika swali kuuliza, hivi kuna nini kwenye kambi ya bondia kinara Hassan Mwakinyo? Mbona watu wanamkimbia? Mzee wa baraza Rashid na Madini Mitindo waliondoka. Udhaifa Anwar yule ambaye alikuwa meneja wake aliondoka. Kocha Kanda Kabongo ameondoka. Kaka yake Hamis Mwakinyo, bondia Ibrahim Mafia, Richard Mtangi na Katon Chemba wote wameweza kuondoka kwenye kambi ya Hassan Mwakinyo. Sasa kawa ameweza kuuliza hili swali na baadhi ya wadau waliweza kujitokeza na kutoa maoni yao kwa kile ambacho wanakifahamu kwa mbali kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Alijitokeza Bin Mustafa, anasema Hassan Mwakinyo huyu jamaa ni chosen one, hakuna kitakachozungumzwa kwenye tasnia bila yeye kutajwa. Yeye hajawahi kumzungumzia mtu yote ambaye anatoka kwenye kambi yake, lakini watu wanamzungumzia. Mimi ninachoamini huu ni mti wenye matunda, haukosi kupigwa mawe. Akasema be blessed Msena kama hiki ambacho kinaendelea. Lakini pia akawa amejitokeza official Mkigombe wa Kigombe, anasema je, ni kweli kocha Kanda Kabongo ameachana na Hassan Mwakinyo? Basi majibu akawa amekuja, akasema ndio, yuko Mafia Boxing Promotion. Akarudi tena akasema sasa bonde wetu anabaki na nani, au kocha amekwenda kwa muda tu pale Mafia na atarudi? Majibu ni kwamba yuko Amoma. Kwa hiyo kocha Amoma amebaki na Hassan Mwakinyo. Yes, mjadala pia akawa ameendelea, akajitokeza Hakastan, anasema according to Hassan Mwakinyo, chochote ambacho anakiamua huwa anakipima katika uzuri na ubaya, na ndio maana hawezi kujuta kwa kila anachokiamua. Yeye mwenyewe huwa anasema kwamba huwa asifanye kitu kwa matakwa ya mtu, na ndio maana unakuta Hassan Mwakinyo ni mmoja tu, hawezi kuyumbishwa na mtu yoyote. Carlos akasema inawezekana kutokana na msimamo yake na maono yake hayajaendana na hao watu ambao walikuwa wamemzunguka. Sifikiri sana kama wote walikwenda kwa nia njema.
na wengine wanaamini unapomshika mtu mkono kutoka chini, basi anaposogea na kupiga hatua ya mbele, yeye ndio anatakiwa awe ana nafasi kubwa kuliko mhusika mwenyewe. La kuzingatia, rafiki wa kweli hawezi kukuacha for enemies. Mtakosana, mtagombana, lakini mtaendelea kuwa pamoja. Lakini mtu anapoact kama rafiki alafu kutokana tu na tofauti ya hapa na pale akageuka kuwa adui, basi huyo alikuwa adui tangu zamani, aliyejificha kwenye kivuli cha urafiki. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekiandika Carlos. Mura anasema kuna moto kwa Hassan Mwakinyo hakukanyagiki. Hassan anasema Hassan Mwakinyo ni bingwa, hawezi kueleweka na huwa halazimishi watu waweze kumwelewa. Sule anasema hao watu wote waliotoka na kwenda Mafia, mimi naamini wameweza kununuliwa kwa pesa nyingi, so hata ungekuwa wewe ungeweza kwenda upande wa pili uweze kupata pesa. Sasa mjadala ulikuwa huo katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kile ambacho watu wanahoji, kwa nini, kuna nini kwenye kambi ya Hassan Mwakinyo, mbona watu wa karibu ambao walikuwa wanamsaidia wamekuwa wakiondoka. Sasa ukweli ni kwamba kama ambavyo unaona hiyo video hapo, kocha wake Hassan Mwakinyo yuko kwenye kambi ya Mafia Boxing Promotion, na wakati ule watu wanaanza kuhoji, wakati tumeanza kumuona akiwa kwenye kambi ya Mafia Boxing Promotion, tukao tunasema kwamba ni moja kati ya kocha ambao wanapenda sana usasa, kwa hiyo wameenda tu kuangalia na kuchukua baadhi ya mbinu ili aweze kuja kumcoach Hassan Mwakinyo. Wengine wakasema kwamba hilo haliwezekani kwa sababu Hassan Mwakinyo hatakubali kuona kocha wake amekwenda kwenye kambi ya Mafia Boxing Promotion akajifunze alafu akamfundishe Hassan Mwakinyo, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini mjadala mkubwa umekuwa huo, na baadhi ya mabondia pia ambao wameweza kutoka kama ambavyo tumekutajia. Lakini pia niliona bondia ambaye ametoka hivi karibuni ni yule ambaye Anwali Mlawa. Huyu alikuwa kwenye kambi ya Hassan Mwakinyo na sasa amejiunga na Mafia Boxing Promotion. Sasa mambo ndio yako hivyo. Je, wewe kwa upande wako ulikuwa na maoni gani kwa hiki ambacho kimeendelea kwenye mjadala kuhusiana na Hassan Mwakinyo? Jamaa anahoji, anasema hivi kuna nini kwenye kambi ya bondia kinara Hassan Mwakinyo, mbona watu wanamkimbia? Je, kwa upande wako wewe ulikuwa una maoni gani? Tukutane kwenye comment. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.